Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Basi tunamshukuru Mungu kwa ajili ya siku nyingine tena hii ambayo ametupatia kibali, nafasi na wasaa wa kuendelea na kipindi chetu katika somo hili la jinsi ya kuishi katika upako. Jinsi ya kuishi katika upako. Na leo kikiwa ni kipindi cha 4 katika mwendelezo na mfululizo wa mahali ambapo tumeanza, na leo kikiwa ni kipindi cha 4. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa weka vizuri mtendea kazi Biblia, daftari, kalamu, masikio yako, moyo wako, macho yako, na twende pamoja. Siku ya leo tutaangalia kipengele ambacho kinahusu matumizi ya upako ambao unaishi nao. Sasa tujifunze na kuona jinsi gani ya kutumia huo upako. Somo letu ni kuishi katika upako, kikiwa ni kipindi cha 4. Kipengele cha leo tunachoenda kujifunza ni matumizi ya upako katika maisha yako. Matumizi ya upako katika maisha yako. Matumizi ya upako katika maisha yako. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa haya matumizi ya upako katika maisha yako ndicho kitu tunachoenda kujifunza leo hii. Na haya matumizi ya upako ambayo tunaenda kujifunza leo yapo katika namna tofauti tofauti, kama ambavyo unaweza ukawa na kitu au fedha kwa mfano, lakini matumizi ya fedha yanatofautiana kutokana na uhitaji ambao unaokuwa nao. Unaweza kutumia fedha kwa ajili ya kununua chakula, unaweza kununua fedha kwa ajili ya kulipia usafiri, unaweza kutumia fedha kwa ajili ya kununua vocha, unaweza kutumia fedha kwa ajili ya kununua nguo na mambo mengine kadha wa kadha. Lakini katika matumizi ya hiyo fedha inategemeana pia na ukubwa au wingi wa hiyo fedha ulionayo. Hapo ulipo ninajua una fedha. Nipiga sasa hapa kila mmoja hapa na hela. Ndio? Iwe shilingi 100, 500, 1000, kila mmoja hapa na hela. Lakini matumizi ya hiyo hela yanakuwa na ukomo kutokana na kiasi au kiwango cha hiyo fedha ulionayo. Inawezekana ukawa na fedha ambayo inaweza kutoa hapa kukupeleka Timiza kama nauli, lakini hiyo fedha haiwezi kutoa hapa ikakupeleka Mwanza kama nauli. Tunaelewana vizuri? Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo hicho kiwango cha fedha kinatofautiana pia, na ndivyo ilivyo hata katika masuala ya upako, yanatofautiana pia katika kiwango cha utendaji. Nguvu za Mungu zinatofautiana kutoka kwa mtu kwenda kwa mtu kwa sababu kadha wa kadha. Kama ambavyo nimetolea mfano wa fedha, unakuwa na fedha lakini unakuwa na ukomo fulani katika namna ya kuitumia kutokana na kiwango au thamani ya ile fedha ambayo ulionayo. Sasa kwa leo tunajifunze kwa habari ya matumizi ya upako. Kwa habari ya matumizi ya upako. Sasa matumizi ni mengi kama ambavyo nimezungumza kwa mfano wa fedha, unaweza kutumia katika namna tofauti, lakini pia huu upako, hizi nguvu za Mungu tendaji ndani yako zina matumizi tofauti tofauti kutokana na uelewa na ufahamu ulio nao. Tunaelewana vizuri? Tuko pamoja mpaka hapo? Unaweza ukawa na fedha, lakini usipojua kwamba una fedha, na hata kama ukijua kwamba una fedha na utakaa nayo ndani, haitabadilika kuwa chakula. Na unaweza ukafa njaa na fedha unayo ndani. Lakini ukijua kwamba una fedha na hiyo fedha ukipeleka kwenye matumizi, na ndipo itakapozalia au itakapokuzalia matokeo na manufaa ya kuwa na hiyo fedha. Kwa hiyo hai kadhalika katika swala zima la upako,
katika swala zima la upako. Unaweza kuwa na upako kabisa wa kutosha na kufurika ndani yako, lakini ukaishi maisha ya kutabika na kuhangaika na kuonewa na kunyanyasika kwa sababu tu haujui kama unayo, na kama unajua lakini hauiweki katika namna ya kuitumia na ikaleta matokeo. Tuko pamoja mpaka hapa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa moja ya matumizi ambayo tunaenda kujifunza leo ni kutoa pepo. Moja ya matumizi ya upako, moja ya matumizi ya nguvu za Mungu tendaji ndani yako ni kutoa nini? Ni kutoa pepo. Ni kutoa pepo. Kazi ziko nyingi sana, tutajifunza kadhaa kadri ambavyo neema ya Mungu itaturuhusu. Lakini moja ya kazi ya upako au nguvu za Mungu tendaji ndani yako ni kutoa pepo. Nani hapa ndani ambaye anajua, anaogopa kweli kweli kwa habari ya kutoa pepo? Nyosha mkono. Anaogopa, ana hofu. Wote tuogopi, si ndio? Wote tuogopi, si ndio? Vizuri. Sasa kama uogopi, maana yake unauelewa fulani kuhusiana na hivi vitu, sawa? Lakini kabla hujaogoka, inatakiwa kwa mtu wa kwanza kukimbia unapoona kuna mtu amelipuka pepo mahali fulani. Na unajua mtu akiwa na pepo anaweza kufanya chochote. Na ulikuwa unaogopa, lakini baada ya kuingia ndani ya wokovu ukapata ufahamu na uelewa ya kwamba mimi sio kukimbia pepo tena, isipokuwa ni wa kumsaidia huyo mtu ambaye ana pepo. Sasa imekuwaje, inakuwa kwa vipi kwa mtu ambaye umeokoka unahusika katika swala zima la kutoa pepo? Unahusika kwa maana hii, wewe kitu cha kwanza baada ya kuokoka, mamlaka na uweza wa kutoa pepo unakuwa ndani yako. Baada tu ya kuokoka, ule uweza na nguvu na mamlaka ya kutoa pepo yanakuwa ndani yako, na wala hauhitaji kwenda kusomea jinsi ya kutoa pepo. Baada tu ya kuokoka, tayari wewe unakuwa umeingia kwenye watoa pepo. Umeingia kwenye nini? Kwenye watoa pepo. Kwa hiyo kama unafikiria swala la kutoa pepo kanisani ni la watu fulani, wewe kama umeokoka pia unahusika kwenye swala la nini? Swala la kutoa pepo. Sasa wacha tuangalie kwenye maandiko haya. Marko 16:17. Marko 16:17 inasemaje? Marko 16:17, mtu mmoja tusomee. Inasema, na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya. Sawa. Kama hapo. Na ishara zifuatazo. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kuna mtu ambaye hajaamini hapa ndani, kwa maana ya kwamba kuna mtu ambaye hajaokoka hapa ndani. Wote tumeokoka, si ndio? Kwa maana hiyo kama wewe umeokoka, maana yake upo kwenye hii, kwa jina langu watatoa pepo. Kwa jina langu watatoa pepo. Kwa hiyo wewe siku umeokoka, tayari umeingia kwenye kundi la watu ambao wana mamlaka, wana nguvu na uweza wa kutoa pepo. Na si kwa ajili ya watu fulani, sio kwa ajili ya wachungaji au kwa ajili ya watu wa maombi au kwa ajili ya kanani. Kila mmoja ambaye umeamini, kila mmoja ambaye umeokoka, wewe tayari una uwezo wa kufanya nini? Wa kutoa pepo. Tayari wewe una uwezo wa kutoa pepo. Sasa hebu tuangalie na hiyo Luka 10:17. Luka 10:17. Ndipo wale 70 waliporudi kwa furaha wakisema,
Bwana, hata pepo wanakutii kwa jina lako. Aha. Na ukiipatia habari kuanzia kule mwanzo, ni habari ambayo Yesu aliwatuma wanafunzi 70 waende mtaani kwa ajili ya kufanya kile ambacho amewafundisha kwa muda kadhaa ambao ameishi nao. Na baada ya kwenda kule, moja ya kazi ambayo walifanya ni kutoa pepo. Na waliporudi kuleta mrejesho, wakasema ya kwamba Bwana, hata mapepo yametutii kwa jina lako. Kwa hiyo mtu yoyote ambaye ameokoka, mamlaka ya kutoa pepo yako ndani yako. Kwa hiyo kama ulikuwa unajihofu na unaona kwamba kutokea nipige simu niite watu fulani, kumbe wewe mwenyewe pia una uwezo wa kufanya hicho kitu na sio kumuita mtu mwingine. Kama utamuita labda tu msaidizane katika namna ya kuweza kufanya, lakini usione kwamba mimi hii hainihusu. Hii inakuhusu kabisa. Wala usijiogope. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapo na imani tuko pamoja. Kwa hiyo ninapofundisha na kuelekeza habari ya kutoa pepo, usione kwamba hii ni habari ya watu fulani. Wewe pia inakuhusu kwa 100%. Sasa tunapojifunza matumizi ya upako katika kutoa pepo, wacha tuangalie kidogo kwa habari ya pepo anavyoweza kuharibu maisha ya mtu. Tuangalie kwa sehemu. Huyu pepo ambaye tunatumia upako, tunatumia nguvu za Mungu tendaji ndani yetu kuweza kumtoa. Tuangalie angalau kwa uchache. Huyu pepo anawezaje kuharibu maisha ya mtu? Na tukijua jinsi ambavyo huyu pepo anaweza kuharibu maisha ya mtu, itatusaidia hata mahali na namna ya kuweza kushughulika naye huyo pepo. Si ndio? Tuko pamoja? Na mchungaji alifundisha hapa somo la demonology. Tunakumbuka? Somo ambalo lilikuwa limejikita kuhusiana na masuala mazima ya nguvu za giza. Demonology tulijifunza vizuri. Sasa mimi nitakupitisha kidogo ili kusudi angalau ujaribu kuona jinsi ambavyo huyu pepo anaharibu maisha yako. Na yawezekana tayari ameshaharibu na maisha yako lakini wewe hujajua. Unanielewa vizuri? Yawezekana tayari pepo ameshaharibu maisha yako na wewe hujajua. Na ukijua kwamba kumbe huyu pepo sio kufanyia masiara, na ili jambo utachukulia kisiriasi zaidi. Sasa pepo anaweza karibu maisha ya mtu kwa namna nyingi sana, Sasa wote nikuelekeze namna chache tu ambazo zitakupatia mwanga na kuelewa jinsi gani huyu pepo anaharibu maisha ya mtu, ili kusudi unapoenda kushughulika naye ujue ni kitu ambacho ni serious. Ni kitu ambacho siweza kufanyia masiara. Ni kitu ambacho ni cha kujitoa kweli kushughulika nacho. Sasa pepo anaweza karibu maisha ya mtu kwa namna nyingi. Kwa namna nyingi sana. Lakini namna moja wapo ni kusababisha ulemavu. Pepo anaweza akasababisha ulemavu ndani ya mtu. Pepo anaweza akasababisha ulemavu ndani ya mtu. Sasa na wote tuangalie kwenye maandiko. Tuangalie kwenye maandiko. Mathayo 12:22. Mathayo 12:22. Mathayo 12:22. 22:12. Basi andika 12:22. Mtu mmoja tusomea hapo. Wakati ule akaletewa mtu mwenye pepo kipofu, naye ni bubu, akamponya. Hata yule bubu akanena na kuona. Sasa hapa tunaona ni Yesu akiwa katika huduma, analetewa mtu ambaye ni mlemavu. Na ulemavu wake upo katika kuongea.
ulemavu wake upo katika kusikia. Unanielewa vizuri? Ameletewa mtu ambaye ni mlemavu. Ameletewa mtu ambaye ni mlemavu. Haongei na wala hasikii. Lakini kumbe kilichofanya ndani ya huyo mtu asiongee na wala asisikie ni pepo. Ni pepo. Sasa unaona hapa, Yesu baada ya kushughulika na huyo pepo, tayari huyo mtu akafunguliwa. Kwa hiyo ule ulemavu ulikuwa ndani ya huyo mtu sio ugonjwa wa kawaida, isipokuwa ni ulemavu ambao umetokana na pepo ndani ya mtu. Kwa hiyo ukishughulika na kutoa ile pepo ndani ya mtu, tayari mtu anakuwa amefunguliwa. Ule ulemavu unakuwa umeondoka kwenye maisha yake. Na pepo ni kitu gani? Pepo ni dude gani? Nani anaweza kutuambia pepo ni dude gani? Ndio umesikia leo msha kusikia? Wewe unaliwaje pepo ni nini? Mike, tuambie. Ni roho ya uharibifu. Roho ya uharibifu. Sawa? Pepo ni nini? Roho ya uharibifu. Glory. Malaika walioasi. Sawa? Kama tumefundishwa kwa demonology, tunakumbuka? Kwa hiyo unashughulika na viumbe viharibifu. Kwa hiyo kwa lugha nyingine tukiunganisha tafsiri ya Glory na Michael, unashughulika na malaika muharibifu. Kwa hiyo sio kama unashughulika na kitu cha mchezo. Tunaelewana vizuri? Sio kama unashughulika na kitu cha masiara. Unashughulika na kiumbe katika ulimwengu wa roho. Na ni malaika ambaye amemwasi Mungu. Halafu wewe ndiye unashughulika naye. Kwa hiyo uone kwamba sio shughuli ya kitoto. Sio shughuli ya kitoto. Kwa hiyo na unapoenda uende ukiwa serious na unajua unashughulika na kitu gani. Kwa hiyo unapoona kwa habari ya pepo, na kuna namna ambazo zimegawanyika huko ndani. Sitaki kuingia huko ndani sana nikapotea huko. Nibaki hapa. Unapoona mtu ni mlemavu, sio kila unayemwona mlemavu ni kwa sababu ya ulemavu wa kawaida. Yawezekana ulemavu umesababishwa na pepo ambaye yuko ndani yako. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa kwa habari hiyo ambayo tumeisoma, tukiangalia kwenye kitabu cha Injili hii Mathayo, na tukiangalia kwenye kitabu cha Marko, tunaiona katika sura fulani ambayo utaelewa vizuri. Marko 9:25. Marko 9:25. Na yeye anazungumzia habari hiyo, lakini katika picha fulani ambayo utaelewa kiupana na kiukubwa vizuri. Mtu mmoja tusomee hapa. Marko 9:25. Naye Yesu akiona ya kuwa mkutano unakusanyika mbele, akamkemea yule pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi nakuamuru, mtoke huyu, wala usimwingie tena. Kwa hiyo unaona hapo Yesu anakemea nini? Yesu anakemea pepo. Na Yesu akiona ya kuwa mkutano unakusanyika, unakusanyika mbio, akamkemea yule nani? Pepo mchafu, akamwambia, ewe pepo bubu na kiziwi, mimi na kuamuru, mtoke huyu, wala usimwingie tena. Kwa hiyo Yesu hakushughulika na ububu. Yesu hakushughulika na uziwi. Yesu alishughulika na aliye nyuma ya huo ububu na huo uziwi. Na ndipo hapo unatakiwa ujue chanzo, sababu ya hiki ambacho unachokiona katika macho ya nyama ni nini. Unaweza kutumia nguvu nyingi kushughulika na unachokiona, lakini usiweze kupata solution. Na badala yake utakuwa ushughulike na kilichopo nyuma kinachopelekea na kusababisha kile ambacho unachokiona kwenye macho. Sikia nikwambie. Pepo ni kiumbe ambaye haonekani kwa macho, lakini huyu kiumbe ambaye haonekani kwa macho ni mharibifu, na matokeo yake ya yale anayofanya yanaonekana kwa macho. Unaona, umenielewa hapo? Amina. Nimesema kwamba pepo
pepo ni kiumbe ambaye haonekani kwa macho, yupo katika ulimwengu wa roho, lakini anaoyafanya, ule uharibifu anaoutenda unaonekana katika macho ya nyama. Kwa hiyo unaposhughulika naye, usishughulike na unachokiona katika macho ya nyama. Shughulika na huyo pepo ambaye haonekani kwa macho ya nyama, na kile unachokiona kwa macho ya nyama kitaondoka. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hiyo hapa Yesu akakemea yule pepo, na baada ya yule pepo kuondoka, yule mtu ule ulemavu wa ugugu na uziwi ulimwachia. Ukamwachia kabisa. Kwa hiyo hata sisi au wewe au nani au ndugu yako mahali fulani, inawezekana naye ana shida fulani. Lakini hiyo shida, sababu zinaweza ikawa nyingi. Lakini moja ya sababu inaweza ikawa ni pepo ndani yake. Na siku ile pepo akitoka, tayari anakuwa amefunguliwa. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amina. Kwa hiyo ni namna mojawapo ambayo huyu pepo anaweza kuharibu maisha ya mtu. Haya. Namna ya pili ambayo pepo anaweza kuharibu maisha ya mtu. Namna ya pili ambayo pepo anaweza kuharibu maisha ya mtu ni kuumba ugonjwa. Hapa tumezungumza kwa habari ya ulemavu. Sawa? Lakini pepo pia anaweza kaumba ugonjwa ndani ya mtu. Na huo ugonjwa ukienda hospitalini, kuna mambo mawili yanaweza kutokea. Moja, unaweza kuambiwa hatuoni ugonjwa, lakini mtu ukimwangalia anaumwa serious kabisa. Lakini vipimo kila kitu wakiangalia wanasema hamna ugonjwa. Hiyo moja. Lakini pili, unaweza kukuta ni ugonjwa ambao unaonekana kabisa kwenye vipimo, lakini si ugonjwa ni wa kutengenezwa na pepo. Haya, Luka 13:11 mpaka 13. Ndio. Natazama palikuwa na mwanamke aliyekuwa na pepo wa udhaifu muda wa miaka 14, naye amepindana, hawezi kujinyoosha kabisa. Yesu alipoona alimwita, akamwambia, "Mama, umefunguliwa katika udhaifu wako." Akaweka mikono yake juu yake, naye akanyooka mara hiyo, akamtukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Watu nifundishe kidogo hapa kwenye pepo anaweza kusababisha ulemavu. Unajua kuna vitu vingine unaweza kuwa unasoma kama huvielewa au huviamini fulani, lakini si ukutana navyo utavielewa katika namna ambayo ni nzuri zaidi. Sasa Kennedy aliwahi kunipatia story moja, inawezekana washe kuambia ushe kusikia habari fulani ya Kennedy. Wangapi hamjui Kennedy hapo? Sio malaika, sio kasema malaika Kennedy. Ni Kennedy wa humu mzee kiongozi, mwashaanza kukuta mzee kiongozi. Sawa? Kuna wakati alienda kule ambako anaenda kwenye shughuli zake. Na kukatokea kijana mmoja alikuwa ni mzima kabisa, ambaye shughuli zake kama kawaida. Lakini akiwa shambani anafanya shughuli zake, mara ghafla macho yakapoteza kuona. Yaani akawa ni kipofu. Kufumba na kufumbua akawa kipofu. Akaanza kupiga kelele na kuomba msaada, lakini hakuna ambacho kilisaidia. Na ndugu zake wakamchukua, wakatafuta namna ya kuweza kumsaidia, lakini kote ilishindikana. Sasa akapelekwa mahali fulani kwa ajili ya huduma, na ikafanyika iliyofanyika, lakini wakunyesha tu maelezo. Kennedy akaona huu upofu kuna kitu ambacho kimetengenezwa kwa huyu mtu. Na alichokifanya, alimpiga fire. Alimfanya nini? Alimpiga fire. Na baada ya kumpiga fire, yule kijana alifunguka macho. Tunaelewana vizuri? Kwa hiyo inawezekana angempeleka Muhimbili, wakampeleka KCMC kwa specialist wa macho, wangesema ya kusema, hawezi kukosa la kusema. Kwa mujibu wa kitaalamu na kitabibu, imeenda imerudi na nini, na maelezo mengi. Lakini kiwalizia kuna pepo ndani ya huyo mtu. Kwa hiyo baada ya kupigwa fire na akafunguka na macho yakaona. Haleluya. Kwa hiyo hata wewe
Unaweza kukutana na mtu ambaye ana shida fulani. Inawezekana sababu ni nyingine, aidha kibiolojia na vitu vingine kama hivyo, lakini moja sababu inaweza kuwa ni nguvu za giza au pepo ndani ya huyo. Haya, turejee hapa kwenye kuumba ugonjwa ndani ya mtu. Tumesoma hapa, huyu mama alikuwa na pepo la nini? Pepo la udhaifu. Huyu mtu alikuwa na pepo la udhaifu, na hili pepo la udhaifu lilikaa kwenye maisha yake kwa muda mrefu. Miaka mingapi? Miaka 18. Kwa hiyo kama mtoto amezaliwa, amesoma la 7 amemaliza, ameenda sekondari amemaliza, halafu mtu bado anafanya nini? Anaumwa. Na anaumwa serious kweli. Lakini kumbe kinachopelekea huo udhaifu ndani ya mtu ni nini? Ni pepo. Kwa hiyo wewe unaweza ukafanyika msaada kwa mtu ambaye amepata shida kwa miaka mingi, inawezekana na yeye kitandani hajiwezi. Lakini kumbe shida ni pepo ndiye anayemsumbua na kumlaza kitandani kwa miaka yote. Kwa hiyo unaweza kaona kwa namna hiyo, pepo sio wa kufanyia masihara. Kabisa. Pepo sio wa kucheka naye. Pepo ni wa kushughulika naye kikweli kweli. Amina. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Na ninajua tumepata neema ya wokovu. Lakini inawezekana kwenye familia zetu hizo tunaishi na watu ambao hawajaokoka. Aidha kwenye familia yako au kwa ndugu zako au kwa jamii unaoishi. Kwa hiyo kwa issue za kiroho wewe utafanyika msaada. Wewe utafanyika msaada. Sasa kama wewe mwenyewe utakuwa haujui jinsi ya kuwafanyia au kuwasaidia, na wewe pia uko ni mtu wa kulia kama wao, wokovu wako bado utakuwa umepelea mahali fulani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo huyu mama ambaye alikuwa na pepo la udhaifu kwa miaka 18, baada ya pepo kushughulikiwa, yule mtu akawa mzima. Akawa mzima kabisa. Miaka 18 hajiwezi. Lakini kwa tendo la dakika 5-10 huyo mtu akafunguliwa na akawa hai katika mwili na anafanya shughuli zake kama kawaida. Kabana. Kwa kaka unaona kulikuwa na thamani kubwa kulikuwa na thamani kubwa ambapo shida hii asingeenda wanaendaga India na kwingineko kule kwenye masema makubwa. Kote wasingeweza kupata solution ya tatizo hili. Lakini kumbe itategemea mtu mmoja ambaye ameokoka tu asimame katika nafasi yake kujitambua na kujielewa kwamba hiki ni kitu ambacho ningetaka kushirikiana katika namna ya roho na akapata solution. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Sasa lazima tujue na tujijue na kujitambua ya kwamba hivi vitu vinautuhusu na tuweze kusaidia watu wengine ambao wana shida kama hizi. Na utakuta kuna mtu ana shida kwa mfano kama pumu. Sawa? Kuna pumu za kulisi, lakini kuna pumu za kipepo. Tunaelewa vizuri? Kuna pumu za kulisi na kuna pumu za kipepo. Na mtu mwenye pumu ukiwa unamwombea ukaze moyo. Mwenye pumu ya kipepo ukaze moyo. Kwa sababu unapopindua kwa ndani ndio linalipuka. Na hilo pumu unasema sasa leo nimeua mtoto wa watu. Ndio unaona sasa pumu imekaba kweli. Unaona kama sasa ndio anaenda kuishiria huo. Kumandai piga sasa hapo, ipiga hapo vizuri. Sawa? Haleluya. Lakini kama ni pepo pumu la kulisi namna gani, kuna namna yake ya kuweza kushughulika nao. Sawa? Na kuna namna ya kushughulika na tatizo ambalo chanzo chake ni ugonjwa wa kawaida, na kuna namna ya kushughulika na tatizo hilo hilo ambalo sababu yake ni pepo au nguvu za giza ndani ya mtu. Umeelewa vizuri? Amina. Umeelewa vizuri? Amina. Kwa hiyo ujue chanzo, na ndipo hapo utaona namna ya kushughulika na hicho kitu. Kwa hiyo sio kila pumu, nimekwambia mfano wa pumu, kio na bwana pumu sasa unaenda kumtosha, kuna pepo tosha, kuna pepo Uelewe pia chanzo kichoko nyuma ya huyo mtu. Unaweza kukuta kuna pressure. Sawa? Sio kila pressure
ni pressure ya kawaida. Kuna pressure zingine ambazo ni pepo liko ndani ya mtu limetengeneza pressure. Kuna magonjwa kama kisukari. Tunaelewana vizuri? Wiki iliyopita Jumapili kuna mtu mmoja alikuwa anafanya naye huduma. Tulikuwa tunafanya naye huduma, lakini kuna kitu kikubwa alijifunza. Kama wewe haukuepo, ile darasa ilikupita. Kwa wakati mwingine usikimbie. Haleluya. Amen. Mtu unakuta ana shida ya macho. Haoni, akisoma yani anahangaika. Lakini kumbe shida kuna viumbe vimekaa kwenye macho. Umeelewa? Mtu alikuwa mzima tu vizuri, kesho anakutwa mara anaenda kupimwa anakuta na kisukari. Mara ana pressure. Mara ana pumu. Mara tena ni magonjwa ya kila sample. Lakini kutindua vitu vinalipuka kwa ndani. Vinasema wenyewe ndio hayo ambayo yanaonekana. Yaani wenyewe ndio hayo mambo yanaonekana. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Haleluya. Amen. Kwa hiyo pepo sio kucheka naye. Na ujue chanzo ni nini na uelewe jinsi ya kushughulika naye. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Okay. Ni kama vile nisingeuka sana, wacha nikupishe tu hapa kwa sababu nataka nikukalisha sana kwenye matumizi ya upako hapa. Huko kwenye demonology rudia notes kama uliziandika. Sawa? Labda wakati mwingine tukaje kuchimba zaidi huko ndani. Haya, hiyo ni sababu ya pili au namna ya pili ambapo pepo anaweza karibu maisha ya mtu kama ugonjwa ndani ya mtu. Haya, namna ya tatu. Namna ya tatu ambapo pepo anaweza kufanyika au kufanya uharibifu ni kuzuia uzao. Kuzuia nini? Uzao. Kuzuia uzao. Sasa uzao unaweza usiwepo kwa sababu nyingi. Lakini moja sababu pepo anaweza kuhusika hapa kwenye uzao. Kwa sababu Mungu mwenyewe amesema zaeni mkafanya nini? Manake kama hicho hakifanyiki, manake kuna mharibifu fulani amekaa mahali fulani. Tunaelewa vizuri? Amina. Tunaelewa vizuri? Amen. Kwa hiyo moja ya mambo ambayo pepo huwa anafanya kwa wanadamu ni kuzuia uzao. Na mara nyingi huwa anacheza na wanawake. Japo mwanamke hawezi kuzaa bila mwanaume. Si ndio? Lakini kwa sehemu kubwa huwa anacheza na wanawake. Lakini pia anaweza kucheza na wanaume. Kote anaweza kupiga. Lakini kwa sehemu kubwa sana anahusika kwenye kukamata matumbo ya wanawake. Kwa hiyo unakuta mama amekaa kwenye ndoa miaka ya kutosha lakini hapata ujauzito. Sababu zinaweza kuwa nyingi, lakini moja pia inaweza kuwa ni nini? Ikawa ni pepo. Nakumbuka kuna mtu mmoja alikuwa na changamoto hiyo. Na baada ya kuzungumza naye kutaka kujua shida ni nini, alikuwa ni mtu kidogo ambaye amesoma ana ile yes no, unajua zile lakini na glory tena ukishafika pale kwenye mlima pale ndio yes no nyingi. Nikajaribu kukaa naye na kumuuliza una shida gani? Sema bwana, unajua hii ni personal issue. Ni issue ambayo anatakiwa tu daktari ndio hawezi kuifahamu na wala sio mtu mwingine. Sasa ndio nimeongesha sana lakini aliponiambia kwamba ana personal issue ambayo anaweza kumhusisha hili swala tatizo lilonalo ni daktari au ni mtu ambaye yeye atajisikia kumwambia. Nikamwambia basi mayo ndio tabu na nene. Wacha tupige. Tulipopiga kitu kimo. Sawa? Kitu kimo. Na huyo mtu na jamani, unajua
Sijasema mchungaji. Mtu ambaye anaweza kusaidia masuala ya kiroho ni zaidi ya daktari. Sawa? Ndio. Na nimefundisha na kueleza kwamba anaweza kuomba na kusika na pepo sio mchungaji tu. Mtu yoyote aliyeokoka. Sasa, mtu yoyote aliyeokoka utabibu wake ni zaidi ya daktari, kwa sababu hicho anachoweza kukifanya kwako daktari hawezi kukifanya. Kwa hiyo anapoomba ushirikiano wako, hebu kuwa tu muwazi. Amina. Ili kusudi ajue wapi pa kuanzia. Kuna vitu vingine tunatumia nguvu nyingi sana. Lakini tungejua chanzo kiko wapi, ingekuwa ni rahisi kushughulika nacho. Sasa unapofunga mafaili utapotea kazi nyingi sana ya kwanza kubutua kila kona. Kumbe kona zingine tusingeingia huko. Na shida ya yule dada wa Yes No alikuwa haingii kwenye siku zake. Alikuwa haingii kwenye siku zake kabisa. Na hiyo shida ilienda na mpaka wakati huo. Lakini sababu ni nini? Kuna majamaa yamekaa huko ndani. Hapo na wale yes no, yes no, yes no. Kwenye pepo yes no. Haleluya. Kwa hiyo pepo pia anaweza akazuia nini? Uzao. Na mara nyingi sana mapepo kwa akina mama wanakaaga huko. Mahali ambapo wanaume hatuna matumbo ya uzazi. Huko. Na wewe nikwambie kitu kimoja. Ukiona nisiingie huko. Wacha nirudi hapa. Hiyo ni sababu ya ngapi au kitu cha tatu ambacho anaweza kufanya? Huyo nani? Pepo. Huyo pepo. Sasa usifaramia kila mmoja ambao ni changamoto ya uzazi ukajua na pepo. Naomba unielewe vizuri. Maana ukawii. Haya. Twende ya 4. Kitu cha 4 ambacho pepo anaweza kufanya kwenye maisha ya mtu ni kuzuia mafanikio. Kuzuia mafanikio. Kama ambavyo waliotupatia tafasiri za pepo kwamba ni malaika wa haribifu. Na moja kitu ambacho wanakifanya ni kuharibu mafanikio au kuzuia mafanikio ya mtu. Kuzuia mafanikio ya mtu. Sasa mafanikio yanaweza kuwa katika namna mbalimbali. Lakini andika mstari huu usome kwa sababu unaeleweka na utasoma kwa wakati wako. Kwenye kitabu cha Marko sura ya 5. Kitabu cha Marko sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20. Marko sura ya 5 mstari wa kwanza mpaka mstari wa 20 ni habari ya Mgerasi. Mgerasi yule ambaye aliteswa na jeshi la mapepo. Na ikafika mahali likamtoa nyumbani. Likampeleka mbali kabisa nyumbani. Kwenye milima, kwenye makaburi huko. Akawa anajikatakata. Sawa? Na anaishi makaburini, hana msaada. Kwa hiyo kama huyu mtu alikuwa anafanya kazi mahali, maana yake kazini haendi tena. Na mshahara hauingii tena. Kama alikuwa anafanya biashara, maana yake biashara zake hafanyi tena. Na hakuna pesa inayoingia. Na kama ndivyo, kama ana familia na inamtegemea au ana wazazi ambao wanamtegemea au wana ndugu wanamtegemea, tayari wameshaathirika. Lakini chanzo ni nini? Chanzo ni pepo. Na huyu mtu alikuwa na ndugu, na ndio maana ukisoma hapo utaona ndugu zake walimfunga kwa kamba, wakamfunga kwa minyororo, wakamfunga kwa pingu, lakini zote alikata. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaishi nao wanategemeana kwa namna fulani. Lakini kutokana na pepo ule msaada wake kwao ulifeli na ukakoma. Kwa hiyo maisha yake huyu mtu yaliharibika. Kama alikuwa anasoma, maana yake shule tena hapo hamna. Shule hamna tena. Jamani, kama una mtoto una ndugu anayesoma, muombe. Sawa? Na usiwe na muhemko wa kumpiga na kumgombeza na kupea. Sawa? Sometimes sio yeye. Sawa? Sometimes sio yeye. Isipokuwa kuna haya majamaa mahalifa. Hai. Yanawinda. Huyu mtu asisome.
Kwa hiyo unashangaa mtoto hataki tu shule. Sababu ni nini? Ana sababu ya kupeleka. Akienda shuleni matokeo mabovu. Sababu ni nini? Haieleweki. Utasema michezo imezidi, sawa. Mzazi utafanya kwa sehemu, utamkaripia, utamwona na nini, lakini usikomea hapo. Nenda extra mile. Sawa? Muombe. Kwenye elimu watoto wanapigwa sana. Na kuna utaalamu nyinyi wa kuhamisha akili kwa mtu. Wewe unajua hilo? Haya, nikomee hapo nisiende huko sana. Lakini pepo anaweza karibu maisha yako kwa namna nyingi sana. Kuna mama moja alikuwa anaishi Arusha. Na alikuwa ni mfanyabiashara mkubwa wa mambo ya usafirishaji. Na ndani yake Mungu ameweka utumishi wa kusapoti huduma. Kama hapa anakuja anaona kuna msingi unaelea hapa au eleweka usomeki, anakuja anachukua tu ile budget nzima alafu yeye anamaliza. Umeelewa? Na yeye ndio kitu ambacho ndani yake ambacho Mungu ameweka. Sasa kitakuja kutokea, alipata kipigo cha kipepo, kipigo kitakatifu, mpaka ikapelekea kukimbia mji. Yaani aliyekuwa ni msaidizi wa makanisa, ikafika mahali hata hela ya chakula nyumbani, kula mlo hii changa la moto, madeni kila kona, mpaka akakimbia nchi, akaenda nchi. Alikuwa ni mtu wa asili ya kishombe ya Kiarabu, lakini ndani yake ameokoka na hofu ya Mungu. Lakini kwa kuvumbia story, kilichokuwa kinafanya huo uadilifu wote ni mapepo. Na sababu ni nini? Yeye anajifanya kihelehele kusaidia huduma. Kwa wewe kama unajifanya kihelehele kusaidia huduma, kusaidia watu, kufanya 1 na 2 na 3, usijione uko salama sana. Sawa? Haya, mimi nakupitisha. Jambo la 5. Pepo anaweza kufanya katika kuharibu maisha ya mtu ni kuharibu maisha yako kupitia mtu mwingine. Hapa ndipo wale wanapopigwa vizuri. Wale mpo. Unaogopa mpo. Hapa pepo ndo anaopiga vizuri. Hapa. Kuharibu maisha yako kupitia mtu mwingine. Sasa ukienda kusoma kwenye kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 16, mstari wa 16 mpaka mstari wa 40. Matendo ya Mitume sura ya 16, mstari wa 16 mpaka 40, utakutana na habari ya Mtume Paulo. Wangapi wanamjua Mtume Paulo? Basi washakumsikia. Wangapi washamsikia Mtume Paulo kwenye Biblia? Anti, nasudi mkono. Kasere. Haya, kwa hiyo wote tushakumsikia Mtume Paulo, si ndio? Lakini Mtume Paulo na yeye alikutana na adha ya pepo. Unaelewa? Sasa unaweza kujidhihirisha wewe na Paulo nani zaidi? Kama Paulo alikuja na adha ya pepo, who are you by the way? Msukuma ongea Kiingereza. Anasisitiza. Kama Mtume Paulo alikutana na shida ya pepo, wewe ni nani? Sasa unajua pepo Gole mtambia ni malaika, si ndio? Wana akili. Unaelewa? Wana akili. Na kwa bahati mbaya wanakujua wewe kuliko wewe unakujua. Na kwa mfano kama kuna mwanaume hapa aliwahi kuchepuka mahali akaacha mtoto, yeye hajui, na yule mwenye mtoto yule mama alimficha asijue, pepo anajua. Kwamba wewe una mtoto mahali, halafu wewe hujui. Halo. Wewe unaweza kujua pepo anajua taarifa nyingi kuhusu wewe kuliko wewe ambazo ulizonazo. Sasa kwako mwenyewe. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba ni neema ya Mungu tu inaweza kukustiri na kufanya kuwa salama. Lakini pepo ataka kuchezea kwa yote vile, anakuchezea kama mpira. Sasa hapa tunaona
Paulo akiwa kwenye huduma. Na amepiga huduma vizuri kabisa. Lakini kukawa na binti mmoja ambaye alikuwa na pepo la uaguzi ndani yake. Na huyu binti alitumika kwa watu fulani kwenye kuagua, na wao wanapata maslahi. Sasa wale pepo walikuwa ndani ya huyu binti, wakawa wanaenda na yule Paulo pamoja akiwa na Sila. Umeelewa? Na walichokuwa wakifanya, wana support huduma yake. Unaelewa? Wale pepo walikuwa msaidia kupiga injili. Pepo alichokuwa akifanya, alikuwa anatangaza kwa watu kwamba hao mnaoona ni watumishi wa Mungu kabisa, wametumwa na Mungu kutoka juu. Kwa hiyo wasikilize anachowaambia. Jamani, hajapiga injili pepo? Hajapiga injili pepo? Kwa hiyo leo usione kila mtu anayekushahadia na kusema kwamba mtumishi kweli. Tu. Wengine sio watu. Bila ni vitu viko ndani yao. Na sio kama anayekupinga utaona ni mbaya, mwingine anakusaidia. Amina. Kwa hiyo wote tunawahitaji. Paulo na Sila wakaona mwana huyu kama mwana injili mwenzetu, wote twende naye. Ndio twende naye kweli. Waendelee huduma kwa muda. Lakini kwa bila mahali Paulo akastuka. Jamani, upambe huu uchawa huu mbona mimi siwewi? Paulo akaamua amsanukie na akampiga fire. Alipompiga fire vitu vikabutuka. Vilipobutuka vikaondoka. Kimbembe ndipo kilipoanzia. Paulo na Sila wakaingia kwenye kesi nzito. Kesi nzito ambayo iliwapeleka selo. Na kule selo walikuwa stiki wakiwa uchi wa mnyama. Sio stiki za kiroho, yaani stiki za kimwili kabisa hivi. Lakini sababu ni nini? Pepo. Hakuingia kwa Paulo. Hakuingia kwa Sila. Lakini pepo amewapeleka gerezani na stiki wamekula. Wanakuwa tupungie mkono. Pepo hajaingia kwa Paulo. Pepo hajaingia kwa Sila. Lakini pepo amewaingiza gerezani na fimbo wamekula. Unaelewa vizuri? Ashukuru tu Mungu kwamba mwisho wa picha siku zote ukiwa mwaminifu kwa Mungu utatoka mshindi. Lakini stiki utakula. Sero utakaa. Kama ni kunani kwenye ndoo utahusika. Kama ni maharage ulaji utayara. Sababu ni nini? Ni pepo. Hajaingia pako kweli, lakini amekuingiza huko. Usifanye masiara na pepo. Usifanye masiara na pepo. Sasa kuna mtu mmoja hata ni mtumishi mkubwa. Mtumishi mkubwa. Na Mungu ameweka huduma ya deliverance ndani yake. Yaani ile huduma ya kuombea watu na kufunguliwa. Sasa wakati akiwa shuleni na yeye alichezea mchezo kama huo. Pepo anajua alifanyaje? Kwa sababu alimuona kule shuleni yeye ndio kielele sana. Watu wote wanafunzi wenzie. Naona napenda kutawesha. Jiweke salama vizuri. So hata hivyo ikitokea Mungu akusaidie huko mbele, sawa? Lakini kwa neema ya Mungu, mwisho wa picha kama ukiwa upande wa Mungu, yeye Mungu akatengeneza mazingira na unatoka sawa. Lakini hapa katikati pana kuhusu. Kilichotokea kule shuleni yeye akaonekana msumbufu sana wa hama pepo. Anawatosha sana na usumbua na waongoza. Akasema kwako hatuwezi kuingia, sawa. Lakini tunaweza tukacheza kamchezo. Kamchezo kafanyaje? Wakamtafuta mtu wake wa karibu ambaye akipata na tatizo yeye atahusika. Umeelewa? Ambaye akipata na shida yeye ataweza kumsaidia. Na kitofanyika wala kuingia kwake kwa sababu yeye unajua rafiki mara mnaomba naye na nini, kwa hiyo kuna namna fulani yeye anakuwa salama. Na yeye tunamuombea, si ndio? Kitofanyika
pepo akaingia kwa mwanafunzi mwingine, na baada ya kuingia kwa mwanafunzi mwingine akapewa direction, nenda mahali fulani, kuna pesa ukachukue. Pesa za rafiki wa yule mtu. Unaelewa mchezo unakwenda? Na zile pesa zilikuwa ni za karo, za school fees. Na utaratibu wa pale shuleni, mtu ambaye hajalipa karo haruhusiwi kuendelea kuishi pale shuleni, na ni bodi. Kwa hiyo asafiri arudi nyumbani. Na baba wa yule mtu ni katibala, akajua kwamba hapa nikirudi nyumbani kwa sababu nimeibiwa pesa ya karo, salama yangu labda itakuwa ni kuchinja nikapumzike kwa amani. Kwa hiyo akabaki shuleni. Yaani picha inaendelea. Yaani ukwambia hapo tayari pepo ameingia kwa mtu, akaingia kama pepo la wizi, akaelekeza mpaka pesa zilipo, akaenda akachukua pesa. Halafu yule mwenye pesa ndio rafiki wa huyu mtu anayemzungumzia, ambaye ni mlokole wewe. Sawa? Kwa hiyo yule rafiki yake akaanza kulia, mimi shule tena basi, nyumbani baba ni mkali, siwezi nikamwambia chochote akanielewa, na hapo shuleni siwezi nikaishi bila kulipa karo, na sina ndugu wala mtu anaweza kunisaidia kulipa karo, mimi shule tena basi. Sasa huyu mlokole nimemzungumza alikuwa na pocket money kidogo, familia walikuwa wanajiweza, kwa hiyo walikuwa wanamwezesha kitu fulani cha kutosha. Kwa hiyo ikabidi pocket money yake aitoe amsupport, na kwa namna nyingine ya kuweza kupata pesa ili kusudi amsupport rafiki yake aendelee kusoma. Kwa hiyo huyu mlokole alijikuta anaishi maisha shuleni ya taabu ambayo hajaizoea. Mwenelewa vizuri? Na hatimaye kwa neema ya Mungu ndiye likavuka. Siku moja katika kutoa sababu tena yule pepo mwizi bwana. Pepo mwizi akasema yote na mchezo alioufanya. Sasa unaweza kupata picha ambayo ilitoesha kwa namna gani? Amemkamata pepo mwizi. Haleluya. Kwa hiyo pepo mwizi akamatika, lakini tayari mchezo ameshamaliza. Kwa hiyo mlokole usijifanye uko salama sana. Kaa vizuri ndani ya Yesu, ili likitokea kutokea Yesu mwenyewe afanye namna ya kukusaidia. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Kwa hiyo ni mambo ambayo tunatakiwa kuyazingatia. Sasa kwa dakika chache tuangalie mambo ya kuzingatia wakati wa kutoa pepo. Mambo ya kuzingatia wakati wa kutoa pepo. Hapa kufuta mambo ya kuzingatia wakati wa kutoa pepo. Sasa wale wa somo la Imra, kaa vizuri, spidi inaenda kuongezeka. Mambo ya kuzingatia wakati wa kutoa pepo. Jambo la kwanza katika swala zima la kutoa pepo, wala tukubaliane, hakuna ambaye anaogopa kutoa pepo hapa, si ndio? Si ndio? Bado ushirikiano unapungua. Haya. Jambo la kwanza katika kutoa pepo, kwa sababu hata kama wewe kutoa pepo, ipo siku tutakukuta na utajikuta umetoa bila kutegemea. Jambo la kwanza, wewe umeokoka. Wewe umefanya nini? Wewe umeokoka. Jambo la kwanza, wewe umeokoka na kuishi maisha ya utakatifu.
Ni kitu cha msingi sana hicho. Jambo la kwanza, uwe umeokoka na unaishi maisha ya utakatifu. Hapo hicho kitu cha kuzingatia. Kitu cha kuzingatia sana. Matendo ya Mitume 19 13 16. Matendo ya Mitume sura 19 mstari wa 13 mpaka 16, unakutana habari ya wana wa Skewa. Walikuwa wangapi? Wana wa Skewa walikuwa wangapi? Jamani, siwaangalizia kwenye Biblia sasa kunayo hapo. Wana wa Skewa walikuwa 7, sawa? Lakini kwenye ile skendo Petro akaona sina haja ya kushughulika na nyinyi 7 wote. Acha nitoe sample kwa watu wangapi? Watu 2 tu. Na walikamata watu 2 wale, na kilichotokea ndivyo kilivyokuwa. Ilikuwaje? Kasome mwenyewe. Lakini hao watu walitoka Doho. Nikisema Doho unanielewa? Walitoka Doho. Walikimbia wakiwa Doho. Doho ni nini? Mtafute Msukuma huko ndani atakwambia. Haya, sasa kama ni wewe umeokoka vizuri, fine. Lakini kama hauishi maisha utakatifu, tafadhali. Masala kutoesha unakuja kupigwa kerebu, unajua kerebu. Mwage meno. Sawa? Kerebu ni aje? Ukitaka kujua vizuri, ishi maisha utaporo, ichanganye kwenye kukemea. Utajua kerebu ikoje. Utakula za uso huko hapo utashangaa. Tunga tunaambia kama nikishaokoka taanza kutosha pepo, siwe mzee bisheme nangu imeondoka. Nilikwambia hii usiache. Sawa? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Haya. Kwa hiyo hata kama mchungaji akikwambia, "Bwana, wewe njoo ukemee hapa." Na unajijua kabisa kwamba jana unataka kwenye kuchepuka huko, tafadhali. Mwambie mchungaji, samahani, huku nakimbia hata ukamata na sheti. Kimbia kabisa, joja ndambo. Kwa sababu mchungaji yeye anajua wewe ni mtakatifu. Vizuri kabisa, si ndio? Tunapiga pambio vizuri hapa vizuri pamoja. Anajua wote tupo sura moja. Lakini kama unajijua huko ndani na wakaokozo, tafadhali chanja mbuga. Hapa usema. Haya. Hilo ni jambo la kwanza. Kuna binti moja walienda mahali kwenye huduma na ikatokea la kutoesha, na yeye akajihusisha kwenye kutoesha kama kawaida wapendwa. Sasa wakati wakiendelea kutoesha, pepo akamsumu. Alafu akamwangalia. Yaani wewe kabisa unanikemea wewe. Yaani wewe kabisa unanikemea. Yaani nikitoka hapa. Wewe dada, isiwe tabu. Mdogo. Akatoweka. Hata kwa nini subiri mpaka pepo litoke? Wakati nimeshakwambia naona jijua kabisa hapa kisanga hiki. Kwa hiyo wanaenda kutafutana siku zilizofuata. Kwa hiyo hapo ni mahali pa kuzingatia. Jambo la pili. Unapokemea pepo, usipende kufumba macho. Sawa? Usifanye nini? Usifunge macho. Kwa sababu tumeshazoea kila unapokuwa unaomba, kila unaomba, na unapofumba macho ujue kwa nini unafumba macho. Sawa? Lakini tumeshafundisha mara nyingi maana ya kufumba macho. Ili kuepusha zile vitu vinavyoweza kupita hapa na kutoa kwenye concentration ya kile ambacho unachokifanya. Sasa unapoombea mtu mwenye pepo, maana yake unashughulika na roho msumbufu. Kwa hiyo unataka kukabiliana naye jicho kwa jicho. Sawa? Na hata kama utakuwa unafumba macho, unatafuta zile frequencies, unajua zile frequencies zile. Unatafuta zile network zile. Na kamata zile network, sawa? Ukishazipata fumbua sasa. Umeshazipata? Sasa sio kama ngombe mfumbe macho. Ukianza kuzama fumba macho. Kwa sababu tungeje sema sifumbe macho.
Uelewe, sawa? Kwa hiyo unaweza kufumba macho kama unatafuta zile frequency. Sawa? Ukishazinasa fumua zitumie. Haya, kwa nini usifumbe macho? Kwa sababu unaposhughulika na pepo kuna sign ambazo unatakiwa unaziona kwa mtu zinakupatia direction ya namna ya kuomba. Sawa? Moja sababu ya kutofungua macho ni kwamba unatakiwa uangalie reaction za huyo mtu unayemwombea ili kusudi zikupatie mwelekeo wa namna ya kuomba. Tunaelewana? Haya. Jambo la tatu la kuzingatia wakati ukishughulika na pepo. Usitumie nguvu za mwili kupita kiasi. Usitumie nguvu za mwili kupita kiasi. Sawa? Na hizi nguvu za mwili kupita kiasi kuziangushia kwa huyo mtu. Tunaelewana? Na ndio maana unakuta kuna mahali pengine hasa kwenye video na wapi watu anapoombewa lazima adondoke. Kuna sababu mbili za mtu kudondoka. Moja ni nguvu za Mungu kumzidia ndani yake, lakini pili ni nguvu za muombaji kumzidia ndani yake. Yote hili linawezekana. Nguvu za Mungu kuwa nyingi ndani yake zinaweza kumdondosha kweli, lakini pia nguvu za muombaji zinaweza kuwa nyingi zikamzidia kumdondosha kweli. Sasa kwa mfano wewe na kurudi tu. Sawa? Haya, sasa mimi nakutoesha. Sawa? Sasa wewe okay, unaona nini? Nyosha mikono. Nakutoesha sasa kwa nini? Kwa jina huyo panya dondoka. Unaona? Kwa hiyo unaweza kujikuta unatumia nguvu nyingi. Sasa na yeye balance anakosa, si ndio? Na hata kama kuna mtu huko nyuma yupo kwa ajili ya kumsupport kwamba in case ikitokea ameanguka asiumie. Sawa, anaweza kama msupport. Lakini bado inaleta shida moja. Huyu amemshikilia huko nyuma. Nani mwingine aje? Sasa huyu ndio muombeaji. Huyu ndio mshikiliaji, hayamshikilia. Sasa unaona namtoesha, sawa? Sasa na huyu anamzuia asidondoke. Okay, zile nguvu zangu zimekuwa nyingi za mkono na yeye amenyosha mikono na wala hatakiwi kushusha kwa sababu asaka nishikilia. Sasa namtoesha, sasa ile anataka kudondoka huyo anamshikilia sawa. Sasa kinachofuata ni maumivu ya shingo na kichwa. Huku ameshikiliwa asidondoke, lakini hiki kichwa hakidondoki physically, lakini ndani kwa ndani kinadondoka. Sawa? Sasa nimefanya hivi mara 10. Akitoka hapa hawezi kumeza pana na kweli. Lazima akameze pana, si ndio? Haleluya. Kwa hiyo lazima uendane na uhalisia. Kama anadondoka kwa nguvu za Mungu acha adondoke. Sawa? Haya. Sasa nguvu zinazotaka kutumika hapa ni za ndani. Kama zinamdondosha zindondoshe za ndani. Alafu waombeaji pepo, haleluya. Usimezane kidogo Amina. Unajisikiaje pale ambapo Zakaria umemwombea kwa jina la Yesu toka? Unajisikiaje? Yaani sasa ndio hivi. Hapo sasa ndio moto unawaka, si ndio? Lakini sio kila kupiga kelele kwa mtu ni pepo.
Muda mwingine mtu anaomba msaada. Kwa mfano Zakaria, tunaona kumuru kweli Zakaria. Nimejileta hapa. Sasa kwa mfano kule Zakaria, ndio mgeni leo amekuja hapa na ameletwa na Mama Agnes. Mama Agnes ni mpendwa ambaye tunasali naye hapa. Na mmeona Zakaria kijana pale mtaani asubuhi na nguvu za giza. Na akaamua kumleta kanisa la JCC kwa ajili ya kupata huduma maombezi. Sawa? Sasa Zakaria baada ya kuona huku nyuma amekamatwa, shingo huku inasukumwa, alafu kuna ngosha amekamata huko. Bauza mwingine Michael amekamata huko. Mchungaji Franki amekamata shingo. Mtoto wote anapiga kelele. Anahitaji msaada. Anaona kuna ngosha huko imemkamata. Michael huko nyuma. Kijana huko nyuma. Mchungaji anaweza akavuoka na shingo. Atapiga kelele aombe msaada. Sasa wakati anapiga kelele kuomba msaada, mchungaji Franki pepo huyo. Ngosha kamata usiwatie ngosha. Kamata Michael wewe miguyo kamata. Kumbe maskini wa Mungu. Mtoto wa watu wanaomba msaada. Mama Agnes umenileta wapi huko na wananiua Mama Agnes? Arudi. Mama Agnes umeleta makaa maji. Haleluya. Kwani vitu ambavyo tunatakiwa tufundishane, tuelekezane, tukumbushane, si ndio? Kwa hiyo ombea mtu lakini kwa kutumia nguvu za ndani. Sawa? Tuko pamoja? Nguvu za mwili zinatumika, lakini zisizidi nini? Zisipite kiasi na hatimaye kuumiza watoto wa watu, wake za watu, waume za watu. Sasa kuna ile ambayo kweli pepo amejeti ndani ya mtu na anajiparagua. Sasa asalana, mnamtesa, mnamuumiza, mengine maa yake anatafuta namna ya kuchomoka, si ndio? Hapo kamata. Kwa nini? Kamata. Lakini ukiwa unaotea kwamba anajiparagua na ukimbia ni nani? Ni pepo. Na ndio maana hapo akili yako inatakiwa kufanya mambo mengi sana wakati unamwambia mtu mwenye pepo. Umeelewa? Na ndio moja sababu sifumbe macho. Kuna vitu vingi vya kuangalia. Huyu aliyepo ndani ya mtu huu ni pepo au ni yeye mwenyewe? Kama ni pepo uende na ushughulika naye. Kama ni yeye mwenyewe uende na ushughulika naye. Tunaelewana? Na sometimes kuna pepo ambao wana act kunena kwa lugha. Sawa? Na wewe unajua lugha ambazo zinanenagwa? Hamna, si ndio? Kila mmoja hajui lugha ambayo inanenwa, si ndio? Lakini kuna viashiria vya kuona hii lugha sio. Sawa? Sasa wewe ukiona una mashaka na hiyo lugha, cha kufanya ni kidogo sana. Achilia nguvu za Roho Mtakatifu ndani yako. Umeelewa? Achilia nguvu za Roho Mtakatifu ndani. Kama ni kunena kwa lugha penyewe iseme hivyo. Ile sasa nyingine. Umeikata. Kutaongezeka kwa namna iliyo hiyo, sawa? Lakini kama ni pepo atabadilisha gia. Kwa sababu ni moto A umekutana na moto B. Lazima vigongane na ule moto ukimbie. Na utaona lugha inabadilika na mambo mengine yanaanza kuonekana. Umeelewa? Lakini kama ni Roho Mtakatifu ataendelea kujidhihirisha kiuhalisia zaidi. Umeelewa? Sipengine tafundishana huko. Haya. Tende jambo lingine la 4. La kuhusika, la kufanya wakati ukimwombea mtu mwenye pepo. Tumia sauti ya mamlaka. Sio kubembeleza. Tumia sauti ya
Tumia sauti ya mamlaka, sio ya kubembeleza. Unaposhughulika na pepo, hautaki kubembeleza. Tumia sauti ya mamlaka. Sasa kama unamwambia mtu zungumzia pepo toka. Pepo toka, wasi pepo toka. Jamani, pepo na wewe, usikii kweli? Jamani, pepo toka, wasi pepo. Unaionaje hiyo? Ndio mwenyewe atakuenjoy. Kwa hiyo tumia sauti ya nini? Ya mamlaka, sio kubembeleza. Kwa mamlaka ya Yesu. Toka! Sawa? Wewe pepo, haya mamoja. Haya ondoka. Haya ondoka. Haya ondoka. Kwa Yesu. Kwa Yesu. Toka je. Toka je. Haya ondoka. Haya ondoka. Haya ondoka. Haya ondoka. Haya mamoja. Hamna kubembeleza. Hamna kubembeleza. Hamna kubembeleza. Haya ondoka. Haya ondoka. Haraka ondoka. Haya ondoka. Sawa? Sasa unajua inakuwaje? Wakati unasema hivyo, kuna wakati ambapo watu wanajisahau. Yale mamlaka ya nani tunayamisha mwilini. Uliokuwa weka mkono hapa, unaanza vidole vinaanza kuminya. Haya ondoka. Haya ondoka usi. Haya ondoka. Zile reaction ziwe za kutoka wapi? Lakini usijisahau vile vidole sasa mtoto wa watu ukamuumiza. Na ukiona umeingia zaidi huko, sasa mtu mwenyewe hapa anatoka mwanza katoboa. Kwa hiyo tumia sauti ya mamlaka, sio kubembeleza pepo. Sawa? Usiongee kizengi na pepo. Ongea Kisukuma na pepo. Kisukuma na nini akijakaa? Kikuria. Ongea Kikuria na pepo, siongee kizengi na pepo, sawa? Kwa hiyo sauti ya mamlaka sio kubembeleza, inatakiwa itumike. Lakini sambamba na hilo zinaendana na reaction za mwili, si ndio? Kwa mfano kama umemshika mtu, si ndio? Usitumie mwili. Sawa? Toka! Toka! Sasa hizo nguvu za toka, nguvu zitoke huku na sio hapa. Zikitoka huku zitapita tu humu, zitapenya mpaka kwa ndani. Sawa? Amen. Jambo la tano. Jambo la tano ni kutumia mamlaka ya jina la Yesu. Tumia mamlaka ya jina la Yesu. Tumia mamlaka ya jina la Yesu. Tumia mamlaka ya jina la Yesu. Usitumie jina la kwako. Sawa? Jina la kwako wewe hapo halisikii. Tumia mamlaka ya jina la Yesu. Lakini wakati kutumia jina la Yesu, hayo mamlaka unayotumia. Kuna silaha ambazo mara nyingi zinatumika wakati wa maombezi. Damu ya Yesu inahusika, si ndio? Moto ulao unahusika, si ndio? Na vitu vingine ambavyo kama Roho Mtakatifu atakuelekeza vinaweza kutumika. Lakini mamlaka tunayotumia ni jina la Yesu. Damu ya Yesu itatumika, moto utatumika na vitu vingine vitatumika, lakini vyote vinabebwa na mamlaka ya jina la Yesu. Na ndio maana hata wale mitume wakati wanafanya huduma, makuhani kinzani walipowakataza, waliambia wafanye chochote kile isipokuwa tu wasitumie jina la Yesu. Na kwenye semina ya siku 21 tujifunze vizuri kiundani sana kwa habari ya jina la Yesu na damu ya Yesu. Tujifunze vizuri sana. Kwa hiyo kama ilikopita kuna mahali utakumepeleza. Haya. Kwa hiyo usitumie jina lako tafadhali. Sawa. Lakini jambo la 6 ambao umejaa, nafikiri unaweza kuandika. Jambo la 6. Kuwa jasiri. Kuwa jasiri. Kuwa jasiri. Kuwa jasiri wakati unaombea mtu mwenye pepo. Kuwa jasiri. Kwa nini?
ndani ya mtu. Uwe jasiri, hiyo ni moja. Lakini cha pili, dhamiria ndani yako huyo pepo atoke ndani ya mtu. Tunaelewana? Kwa hiyo unapoanza kuombea mtu mwenye pepo, kama ulikuwa umeweka mboga jikoni, chagua moja. Aidha uende ukaipue kwanza au iache iungulie. Na kama kuna kesi ya kupunguza mboga, bali kuibeba. Sawa? Lakini kwamba sasa wewe pepo kipenga kinapulizwa mpaka kieleweke. Sawa? Napenda sana mchungaji Chuku. Na nimejifunza hapo. Yaani mpaka kieleweke. Kwa maana unajua ile ndo nafika hapa sasa. Natosha. Dakika moja. Wala hapa mna. Katoka hajatoka. Piga. Piga mpaka atoke. Yaani ndio excuse. Hata sababu nyingine. Sawa? Na hata kama inafika mahali yaani sasa kwamba labda pengine usiku umeingia au namna gani yote hivi tumwishie hapo. Sawa. Lakini dhamiria kwamba una kiporo. Kama pengine tumepiga wakati wa ibada, muda wa kuondoka umeisha. Haya, wengine muondoke. Kama wengine wanatoka huko baki naye. Kama unaona huko, hamia pale. Sawa? Mpaka achomoke. Yaani dhamira yako kutoka na mpaka achomoke. Hauna kingine. Ni hatari sana kuomba na mtu alafu pepo akabaki ndani ya mtu. Ni hatari sana kwako. Unaelewana? Wewe ukiniamsha, hakikisha kwamba huo moto hauzimi. Na una muda wa kutosha. Piga mpaka kieleweki. No excuse. Tunaelewana jamani? Na ndio hapo sasa. Wewe kama mtu wa maombi, hata kama uko kwenye idara ya maombi, lakini hivi vipengele unaona vinakuhusu, unapotoka nyumbani wewe jua kabisa unaweza kurudi saa 1 saa 2 usiku. Sawa? Na uiweke akili mwako, unaweza kutokea chochote na wewe umesema bana, mimi sirudi nyumbani kama kuna mtu ana pepo kanisani. Kama ndarudi nyumbani, nitakuja kuoga na kula, kama ni appointment ya kurudi baadaye au kesho asubuhi, kiendelee. Haleluya. Chukua hiyo. Kwa sababu nikwambia bana, hapa atoki kitu mpaka huyu pepo atoke. Kama ni chakula tutetea hapa. Uelewe. Sawa? Alafu kuna namna moja ambayo sio nzuri. Sawa? Kuna namna moja ambayo sio nzuri ya kuahirisha zoezi. Unajua zoezi linaishwaje? Huyu jamani amtoesha. Pepo amelipuka. Sawa? Nimepiga. Naona sasa bwana mtu umeenda na mimi na mambo yangu na appointment na mtu. Ninaita nafsi yake na irejesha. Akishafungua macho imeisha hiyo. Sasa leo bwana nimtosha tu bwana, kutoka bwana. Hapo bwana umeahirisha zoezi. Hujamtoa pepo. Sawa? Kama huwa tunafanya hivi, unaiita nafsi yake arejee kwenye ufahamu wake ili kusudi hapo ni njia ya kubadilisha namna ya kushughulika. Kwa maana kwamba aidha umeomba na mtu amelipuka pepo, umepiga. Unaona hapo hakuna kinachoeleka. Unamrudisha kwenye ufahamu, umkirishe kwa kinywa chake. Kama kuna maagano ambayo ameingia ayatengue yeye mwenyewe. Na kutoka hapo unaendelea kupiga tena. Sio unaita nafsi yako mwenyewe kwenye ufahamu alafu imeisha. Haleluya. Amina. Twende ya ngapi? Ya 7 ambayo na imani tutamalizia hapo.
7 ni kusikiliza maongozi ya Roho Mtakatifu jinsi ya kufanya. 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 Sasa namna ya kufanya, unaweza ukawa umefanya kwa namna fulani, umetumia silaha kadhaa, lakini unaona hazileti matokeo. Sasa hebu akilini mwako connection na Roho Mtakatifu zisipotee. Sawa? Zisifanye nini? Zisipotee. Akupe maelekezo jinsi ya kufanya kwa huyo mtu. Na unaweza ukatumia namna fulani ukamfungua mtu A, lakini ukatumia namna hiyo hiyo kwa mtu B ikagoma. Kumbe kwa namna hii pale haitumiki kwa sababu kuna namna nyingine kutokana na vifungo vilivyoko ndani yake. Sasa sometimes unakuta mtu yawezekana ana kitu ambacho anatakiwa asamehe. Sawa? Kuna kitu ambacho anatakiwa kufanya nini? Asamehe. Kama hivyo tuambia siku moja mchungaji Chuka hapa. Yule mtu ambaye aliomba naye, lakini kumbe kuna kitu ambacho alikuwa ameshikilia ndani. Baada ya kupungua na akafunguka. Tofauti na hapo utapiga lakini hakuna. Kumbe sababu ipo kwake yeye mwenyewe. Lakini na mwingine inaweza kawa labda ni maagano fulani ambayo aliingia mahali na hiyo vitu vimeweka uhalali, na ndipo vinamsumbua na kumtesa huko ndani. Kwa hiyo ndio yeye mwenyewe ahusike, au wewe kwa jinsi ambavyo Roho Mtakatifu atakuongoza kuweza kuhusika. Umeelewa? Amina. Lakini pia Roho Mtakatifu anaweza kuelekeza mahali pa kushika. Sawa? Mahali pa kufanya nini? Mahali pa kushika. Inawezekana hao pepo wamekaa kwenye kidole cha pete. Hapa. Sawa? Na Roho Mtakatifu anakuambia hapo, kamata kwenye kidole cha pete. Ukikamata utasikia reaction. Umeelewa? Au wamekaa kwenye tumbo la uzazi. Na ukiweka tu mkono kwenye tumbo la uzazi hapa, utaona kuna kitu kinaitika. Wanaume tafadhali, msishike matumbo ya watu pasipo utaratibu unaotakiwa. Utaratibu unaotakiwa ni hivi. Chukua mkono wa kwake yeye, muweke hapa, mkono wako uje juu ya mkono wake. Au muite mwanamke mwenzie aweke mkono wake hapa, hapo mkono wako uje juu yake. Usijifanye wewe upako wako upiti juu ya mkono wa mwingine, alafu napeleka mkono kwenye tumbo la mke wa watu. Wanaume wengine wana hasira zao. Wewe ukashangaa hivi mchungaji. Hivi tunataniana mchungaji. Vipi nitasema mwambie mke wako? Tumbo lako umeshika wewe. Wajitafutia matatizo. Kwa hiyo na kuna mambo mengi hapa tunafundishana muda utoshi ambao ni akili, sawa? Sawa? Ambayo itakuwa ni salama kwako wewe, salama kwa watu wanaokuzunguka, na salama kwako yeye. Unaweza ukashangaa mtu ulikuwa muombea, alafu baada ya muda mahusiano yameanza. Mahusiano yameanza. Yameanzia wapi? Kwenye kumuombea. Kuna namna ambavyo unamshika. Sawa? Kuna namna ambavyo unamshika. Hivi nyinyi sinamili? Au umeshabadilishwa na mili ya utukufu. Una mili, si ndio? Kwa hii mili ina network zake. Sawa? Sasa kwa mfano mimi naweza nikaomba na Zakaria kwa kumkumbatia. Sawa? Amina. Lakini nikiomba na Sara kwa namna hii, Kennedy. Sasa licha ya Kennedy, lakini pia inaweza kuwa ni hatari kwangu. Sawa? Hapa ninaomba na Sara. Umeelewa? Alafu baada ya hapo jioni message, dada Sara, kwa Yesu asifiwe. Vipi hali yako, unaendeleaje? Salama tu mchungaji. Kwa kweli nashukuru Mungu sana ambaye anakutumia. Mungu akubariki sana mchungaji.
Haleluya. Sasa hapo tayari nimeshahama kwa swala la maombezi kutokana na ile interaction ya mwili. Ulifanya katika namna ya kuomba lakini imezalisha maada zingine. Haleluya. Nimetolea mfano sana kwa sababu najua na mudu. Kwa hiyo na wake za watu hapa naogopa nikapokea mfano singatolewa mimi. Haleluya. Amina. Sasa hayo kwa uchache tu ambayo pengine kwa wakati mwingine tunaweza kuelekezana na unashangaa mtu fulani alikuwa mwombezi mzuri kabisa. Imekuwaje mambo kwenye dhambi? Imekuwaje? Kuna mahali aliferi. Tekniki ndogo sana. Tekniki ndogo sana. Ambazo unashangaa zimekupeleka mahali ambapo hukutegemea. Sasa na jambo la mwisho kabisa tumeandika pointi ngapi? 7. Na pointi ya muhimu andika NB. Alafu ukijao utaniambia nini maana ya NB? Maana yake nini? Glory, hebu sema kwa sauti. Kaongea Kisukuma. Haya, NB. So kama wewe NB. Ndio. Kama ujiwe andika wewe NB. Alafu na wewe upata gao kazi za kufanya. Kwa sababu ni kama kusoma wewe kwenda kusoma Biblia utaki kwenda kusoma. Ufanye basi nikupatie hiyo somo itafuta NB. NB. Fanya mara kwa mara. Fanya mara kwa mara. Fanya mara kwa mara. Fanya mara kwa mara ili kujenga uzoefu. Fanya mara kwa mara ili kujenga uzoefu. Fanya mara kwa mara ili kujenga uzoefu. Sasa kadri unavyofanya kuna uzoefu unajengeka ndani yako. Kwa namna ulivyofanya mwezi mmoja uliopita, ukiendelea kufanya baada ya miezi miwili, kuna uzoefu tofauti utakutana nao. Utakutana na mapepo ya sampuli tofauti. Si ndio? Na ukiombea mtu hakufunguliwa, isikusumbue. Jua kwamba kuna mahali unatakiwa usogee. Kuna vitu ambavyo unatakiwa ujielewe na usogee mahali hapo kusudi kumeshughulikia. Tunaelewana vizuri? Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo kama ndani yako unatamani kusaidia watu ambao wamefungwa na nguvu za giza kwa namna na sababu tofauti, fanya mara kwa mara. Itakujengea uzoefu wa kufanya. Kwanza itakujengea pia ujasiri. Hautaogopa mtu mwenye pepo kabisa. Lakini itakupatia uelewa na tekniki mbalimbali ambazo utakazozitumia ukiwa unashughulikia na mtu mwenye pepo. Na mambo ni mengi. Yaani sina namna ya kuyamaliza. Labda tukomea hapo kwa leo. Alafu usikose kipindi cha 5 kinachokuja. Sasa mambo kama hayo unakosaje kwa mfano? Unakosaje sasa? Kesho inachokuta umeenda kufanya imegoma. Kumbe ungelikuwa kipindi cha 5 ungeelewa vizuri alafu ikakusaidia. Haleluya. Amina. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Bwana Yesu asifiwe sana. Amina. Sasa nina imani hatujachoka kwa sababu ndio tumefika muda sio mrefu, na kwa kuwa ulichelewa kwa saa moja kuingia